karibu kwenye kozi ya Forex kwa Kiswahili, ambapo hii ni mwendelezo wa vipindi vya nyuma, ambapo tulishakuwa tayari na vipindi 8 ambavyo vimekamilika. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza wanatazama hii video, basi unaweza kutazama vipindi 8 vya nyuma, ambapo leo tuko sehemu ya 9. Kwa kuna sehemu 8 ambazo tayari zimeshakamilika, kwa unaweza kuzitazama hizo. Kwa hiyo katika sehemu ya 9 ni mwendelezo na tunaelekea kukamilisha vile vipindi ambavyo tulikuwa tumepanga kwamba tutakuwa na vipindi 10 kwenye kozi ya Forex kwa Kiswahili. Kwa hiyo hiki ni kipindi cha 9, kwa hiyo tumebakiwa na kipindi kimoja ambacho kitafanyika weekend, ambapo katika kipindi cha 9 tunaenda kutazama kuhusiana na market order. Kwa nitajaribu kuviweka kwa mtindo kama huo, alafu pia nitakuwa nafafanua ni kitu cha mtindo gani. Kwa hiyo tunaenda kutazama kuhusiana na market order. Tunapoongelea market order au tunapoongelea order, tunaongelea namna unavyoweza kuingia na kutoka sokoni. Order ni namna unavyoweza kuingia au kutoka sokoni, hiyo ndio tunasema ni order. Lakini sasa katika namna ya kuingia na kutoka sokoni, maana yake sasa tunajaribu kwenda moja kwa moja sokoni, kwa sababu kwa vipindi vya nyuma vingi tulikuwa tunasoma ni theoretical, tunaweza kusema, ambapo tulikuwa hatuwezi kuona moja kwa moja vitu ambavyo vinahusiana na soko. Kwa hiyo kwa hapa sasa tunakuwa na uwezo wa kwenda moja kwa moja kwenye mazingira halisi ya soko, namna ya kuweza kuingia sokoni. Kwa hiyo kama tayari una maarifa ya nyuma, ambapo mfano kipindi cha 8 tumeweza kutazama kuhusiana na namna ya kufanya trading, kwamba unaweza kuingia kwenye trade ukiwa kama una scalp, unaweza kuingia kama day trader. Tumetazama vitu vya mtindo kama huo. Kwa hiyo sasa utaingiaje unapokuwa na scalp, labda unapokuwa na day trade? Kwa kwenye hii video ndio tunakuja kuona ni namna ambavyo unaweza ukaingia kwenye soko pamoja na namna utakavyoweza kutoka. Kwa hizo market order, namna za kuingia na kutoka sokoni ziko za namna mbili. Kuna makundi makuu mawili ya hizo market orders, ambapo kuna kundi la kwanza linajulikana kama tunaita kama instant order. Kwa nitaziweka kwa mtindo kama huo, lakini naendelea kufafanua. Kwa tuna instant au tunaita kama market order, instant au market order. Kwa tunapoongelea instant au market order, tunaongelea ile namna ya kuingia sokoni kwa thamani iliyopo wakati huo. Tunaita instant kwa sababu unaingia sokoni kwa thamani iliyopo wakati huo, au thamani inayopatikana kwa wakati huo. Kwa unaingia sokoni, unanunua au unauza kulingana na thamani iliyoko kwa wakati huo. Hiyo tunaita ni instant order. Lakini aina ya pili au kundi la pili la market order, kuna hili tunaita kama pending order. Kuna kundi la pili tunaita kama pending order. Kwa hiyo katika pending order, hii ni namna ya kuingia sokoni kwa thamani ambayo iko chini au iko juu kwenye ile thamani iliyopo. Kwa pending order, unaingia sokoni ukiwa unataka kununua au kuuza kwa thamani ambayo iko chini au iko juu ya thamani iliyopo. Kwa utakuja kuona kiundani zaidi kwamba kwenye pending order ni namna gani utaingia, kwa sababu pending order ina aina zake, lakini pia na market order ina aina zake, ndani yake kuna aina pia. Kwa utakuja kuona vizuri hapo, ambapo na tukienda kiundani kuhusiana na market order ziko za namna kuu mbili. Market order inaweza kuwa ni, au tunasema instant order inaweza kuwa ni buy order ambayo hii tunaita ni order ya kununua, lakini pia inaweza kuwa ni sell order, ambayo sell order inakuwa ni order ya kuuza. Kwa unapoingia sokoni kwa thamani iliyopo kwa wakati huo, basi unaweza kaingia kwa kuuza au unaweza kaingia kwa kununua kwa thamani iliyopo sokoni muda huo. Kwa hiyo hizo ni namna mbili, ambapo unapokuwa unaingia kwenye buy order au sell order kwa thamani iliyopo, basi broker haitasoma moja kwa moja kwenye hiyo thamani ambayo iliyoko pale. Broker huwa anakuwa na quotes ambazo huwa anatoa. Kwa hiyo unaweza kununua kwa thamani ambayo inatofautiana kidogo na ile inayotolewa sokoni moja kwa moja. Hiyo ni kutokana na kitu kinachojulikana kama spread. Nafikiri tutajaribu kudiscuss vizuri kujua spread ni kitu cha namna gani, lakini kiujumla ujue tuna buy pamoja na sell. Lakini tukiingia kwenye pending order, tunapata makundi manne au tunapata aina 4 za pending order, ambapo hizi aina 4 za pending order zinategemeana maana na hiyo platform unayotumia. Ambapo ninaposema kuna aina 4 za pending order, ni kwa yule ambaye anatumia MT4, lakini anayetumia MT5
pending orders ziko za aina 6. Kwa hiyo nao nitajaribu kuongelea hizi aina 4 kwa sababu kwa asilimia kubwa traders wa forex wengi wanatumia MT4, na lengo kubwa la MT4 ni kuweza kupa hiyo access kwenye forex market. Lakini unapokuwa unaenda kwenye MT5 ni pale ambapo unataka uwe na access na instruments nyingine, unataka uwe na access kwenye vitu vingine kama stocks, basi nataka uende kwenye MT5. Lakini MT4 specifically iko kwa forex, kwa huna haja ya kwenda kwenye MT5 kama wewe soko ambalo unakuwa na trade mainly umespecify kwenye forex. Hakuna haja ya kutumia MT5, labda tu kama unahitaji kuwa na zile technical tools nyingi kama time frames. Pia unatakiwa kama unataka kuwa na time frames nyingi pia unaweza kutumia MT5, lakini basically MT4 imejitosheleza kwa mtu anaye trade forex. Kwa hiyo tutakuwa tuna order za namna 4 ambapo tutakuwa tuna buy limit, tutakuwa tuna buy limit order. Hii ni aina mojawapo ya pending order, lakini pia tunaweza kuwa na order nyingine inaitwa kama sell limit. Sell limit hii ni pia ni aina ya pili ya pending order, lakini pia tunaweza kuwa na aina nyingine inaitwa kama buy stop. Hiyo ni aina ya 3 ya pending order, na aina ya mwisho ya pending order ni sell stop. Kwa hizi ni aina 4 za pending order. Kwa nitakuja kufafanua vizuri kwenye buy limit tunafanya nini, sell limit na vitu vingine, lakini katika instant order buy na sell unafanya tu straight. Manake ukishachagua currency yako basi moja kwa moja itakuonyesha kama manake kutakuwa kuna pop up ambayo itakuonyesha kama unataka kubuy au kusell. Kwa utahit kwenye button husika kama ni kubuy au kusell, manake katika ile thamani iliyopo. Lakini katika buy limit na sell limit kidogo, au buy stop na sell stop kidogo inakuwa ni technical. Lazima kuna vitu fulani uweze kuvifahamu kwamba unatakiwa uweke buy limit wakati gani, uweke sell limit wakati gani, buy stop wakati gani na sell stop wakati gani. Kwa hiyo na katika hizo aina za pending orders tukianza na buy limit, always unapoongelea buy limit ni pale ambapo unataka kununua katika thamani iliyoko chini ya thamani iliyopo. Hiyo ndio nasema unatakiwa ufanye buy limit, unanunua katika thamani iliyoko chini ya thamani iliyopo. Kwa hiyo roughly naweza nikasema tunakuwa na sehemu hii hapa ambapo thamani ipo kwa wakati huo. Thamani ipo hapa kwa wakati huo, na unatazama soko liko katika uelekeo wa thamani kupanda, lakini unajua kabisa halitaweza kuendelea kupanda moja kwa moja kutoka kwenye hii sehemu lilipo, lazima litashuka kwa kiasi fulani ndipo lianze kupanda. Basi wewe utajaribu kutarget kwamba soko litashuka mpaka sehemu gani, ambapo hiyo sehemu ambayo unatarajia soko thamani itafika ndipo utakapoweka buy limit yako. Alafu na thamani ikishuka mpaka hiyo sehemu, basi moja kwa moja inaweza kubounce na kuanza kubuy. Kwa moja kwa moja thamani ikigusa hilo eneo ambao umeliweka buy limit, basi order yako ndo itafunguka, alafu moja kwa moja utakuwa tayari uko sokoni na kuweza kubuy. Kwa cha msingi ujue utaiweka order yako au utaingia sokoni kwa thamani iliyoko chini ya thamani iliyoko kwa wakati huo. Hiyo ni buy limit. Na katika sell limit inakuwa ni kinyume. Katika sell limit maanake utakuwa unaingia sokoni kwenye kuuza, lakini katika thamani iliyoko juu ya thamani iliyopo. Kwa utakuwa na thamani iliyoko kwa wakati husika, lakini unatarajia kwamba thamani kabla haijashuka moja kwa moja, haiwezi kushuka moja kwa moja kuanzia pale ilipo. Unatarajia kwamba itapanda mpaka sehemu fulani, alafu ikifika hiyo sehemu ndipo ianze kushuka. Kwa utakachokifanya unaweka sell limit kwenye hiyo sehemu ambayo unategemea thamani itafika, alafu thamani ikifika kwenye hilo eneo order yako itafunguka, utakuwa tayari uko sokoni na unatarajia soko moja kwa moja litaanza kushuka, thamani itaanza kushuka. Kwa hapo utatumia sell limit. Kwa hizo ni namna mbili za pending order kwenye upande wa limit orders. Lakini upande wa pili tuna stop orders, buy stop pamoja na sell stop. Katika buy stop na sell stop, tukianza na buy stop, katika buy stop maana yake unatarajia kununua katika thamani iliyoko juu ya thamani iliyopo. Kwa hiyo soko kwa wakati huo thamani inakuwa iko sehemu fulani, unatarajia kwamba ikipanda mpaka eneo fulani itakuwa imekupa uhakika wa kuendelea kupanda zaidi. Kwa hapa ni pale ambapo unatarajia kwamba
kama thamani ikipanda mpaka eneo fulani inakupa uhakika zaidi wa kuendelea kupanda, basi moja kwa moja utaiweka buy stop yako sehemu ya juu ya thamani iliyopo. Kwa thamani ikipanda mpaka ile eneo, basi unatarajia moja kwa moja itaendelea kupanda. Kwa hiyo tunaita ni buy stop, na kinyume chake inakuwa ni sell stop, ambapo thamani inakuwa iko sehemu fulani. Kwa hiyo unatarajia kwamba thamani itashuka, lakini uhakika wa thamani kushuka unakuwa ni mkubwa kama itapita sehemu fulani. Kwa utaweka sell stop katika hiyo sehemu. Kwa thamani ikishuka mpaka lile eneo na ikapita hilo eneo, basi order yako itafunguka na utakuwa tayari uko sokoni kwa kusell. Kwa hiyo tunasema ni sell stop. Kwa hizo ni aina kuu 4 za pending order. Tunaita pending order kwa sababu ni order ambazo hazifunguki kwa thamani iliyopo mpaka pale ambapo thamani itafikiwa, basi utakuwa na uwezo wa kuwa sokoni automatically. Na hii inaondoa haja ya wewe kuendelea kuzitazama chati muda wote, kwamba kama natarajia thamani ifike sehemu fulani ili uingie sokoni, hakuna haja ya kuendelea kuisubiri mpaka ifike pale ili uweke order. Unaweka stop order au unaweka limit order, ambapo hata kama ukiwa uko utazami chart, basi order yako itafunguka moja kwa moja, itakuwa iko sokoni. Kwa hiyo kuna hii picha ambayo kidogo inajaribu kuonyesha summary ya kile ambacho nimekieleza, lakini ni vile vile kwenye buy stop hapa hii blue ndio thamani ilipo, hii kijani ndio thamani ambapo nategemea kwamba ikifika basi ina uhakika wa kupanda. Kwa kwenye kijani hapo utaweka buy stop yako, thamani ikifika hapo inafunguka na unakuwa unaendelea kubuy. Na sell vile vile uko hapa kwenye blue. Kwa hii red hapa ni sehemu ambayo nategemea kwamba thamani ikifika hapo ina uhakika kuendelea kushuka, basi unaweka order yako hapo sell stop. Na katika buy limit unategemea kwamba kwa wakati huo thamani iko juu, kwa unategemea ununue katika thamani iliyoko chini ya ile iliyoko kwa wakati ule. Kwa utaweka buy limit sehemu ya chini ya thamani iliyopo. Kwa thamani ikishuka mpaka pale, basi moja kwa moja itaanza kupanda. Na kinyume chake ni sell limit, ambapo thamani kwa wakati huo inakuwa iko chini, lakini unategemea uuze katika thamani ikifika juu kidogo. Kwa utaweka sell limit katika ile sehemu ya juu. Thamani ikifika pale unatarajia itaanza kushuka, kwa utakuwa tayari uko sokoni. Kwa hii picha inajaribu kuonyesha kiufupi kuhusiana na hizo aina kuu 4 za pending order. Kuna hapo tunakuwa tumemaliza kuhusiana na zile order ambapo zinahusiana na kuingia sokoni, kwa sababu tulisema order maana yake ni namna utakavyoingia na kutoka sokoni. Kwa katika kutoka sokoni kuna namna ambayo unaweza ukaitumia katika namna za orders. Kwa tunaongeza, kuna order inaitwa stop loss order. Kuna order inaitwa stop loss order. Kwa katika stop loss order, hii ni order ambayo itakuondoa sokoni endapo thamani imeenda tofauti na matarajio yako. Kwa unatakiwa kuweka stop loss order kwenye sehemu ambayo unatarajia kwamba thamani ikifika inakuwa haiko sahihi na yale matarajio yaliyotegemewa kwamba mwelekeo wa thamani utakuwa kwa upande gani. Kwa ikienda kwa upande huo ambao kuna hiyo stop loss order, basi stop loss order itakuondoa sokoni automatically. Lakini pia sokoni unaweza kutoka kwa namna nyingine, ambapo tuna take profit order, na aina nyingine ya kutoka sokoni inaitwa take profit order. Take profit order ni pale ambapo soko limekwenda kwenye ule uelekeo uliotarajia mpaka katika sehemu ambayo ulitarajia kwamba hapa ndo mwisho wa soko kuelekea katika uelekeo huo. Kwa unaweka take profit order. Kwa soko thamani ikifika kwenye hiyo sehemu, basi moja kwa moja utatoka sokoni na faida yako. Kwa stop loss order ni order ambayo itakutoa na hasara ile ambayo wewe ulitarajia kwamba kama soko au thamani ikienda kwa upande fulani kwenye hasara, ikifika sehemu fulani initoe. Kwa hizi ni aina 2 za order zinazoweza kukutoa sokoni, stop loss order pamoja na take profit order. Lakini katika kuingia sokoni unaweza kuingia kwa pending order au kwa instant or market order. Katika stop loss order kuna vitu ambavyo jinsi unavyoendelea master soko utakuja kujua. Kuna kitu kinaitwa trail stop. Kuna kitu kinaitwa trail stop order. Trail stop order pia ni stop loss order ambayo hii inakuwa so fixed. Hii inakuwa inatembea kulingana na thamani inavyokuwa inabadilika. Kwa hiyo kama ulikuwa umenunua, kwa hiyo ukiweka trail stop loss order
ni order ambayo jinsi thamani itakavyoendelea kuongezeka, basi ile stop loss yako nayo inaendelea kusogea kuelekea kwenye ile thamani inavyozidi kuongezeka, na hii itategemeana na wewe umeiwekea umbali gani. Labda umewekea pips 10, kwa kila pips 10 zikiongezeka, basi stop loss order yako itakuwa na yenyewe inaisogelea ile thamani kwa hizo pips 10. Kwa hiyo ni special aina ya stop loss order ambayo pia unaweza kuitumia kwa wakati fulani. Basi nashukuru kwa muda wako. Kumbuka kusubscribe, kulike, lakini pia kushare na kuweka comment kwenye hii video. Asante na karibu sana.